Mara baada ya kutembelea, kukagua na kisha kutoa elimu ya utunzaji vyanzo vya maji na miradi, mkurugenzi wa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Njombe NJUWASA, mhandisi Robert Lupoja, anaeleza namna shughuli za kibinadamu zilivyoathiri vyanzo vya maji na kusababisha mgao mkali, na kwamba kukamilika kwa miradi mitatu ukiwemo miji 28 unaogharimu bilioni 40 katika ujenzi wake unakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji, kwa kuwa hadi sasa ni lita milioni 3 tu ndizo zinazalishwa badala ya lita milioni 10 zinazohitajika. Wito wangu wananchi kupitia viongozi hawa wa mtaa ambao wamekuja, twende tukatoe elimu sasa. Kwanza, ulimaji sahihi pamoja na utunzaji. Serikali imekuwa na mipango mbalimbali ya kuboresha ujenzi wa vyanzo kwa ajili ya kuongeza chanzo cha maji. Chanzo cha maji kilichopo ambacho tumekitembelea, ambacho kiko katika hatua ya mwisho, kile chanzo cha Rugengi. Kwa hiyo tutapunguza ule mgao tuliokuwa nao wa siku moja kwa wiki na tutaongeza. Lakini Mwarobaini ni uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa kwenye mradi mkubwa wa mradi wa maji wa miji 28. Wakitoa hisia zao baada ya ukaguzi wa miradi hiyo, baadhi ya wenye viti na watendaji kutoka mitaa 27 ya kata ya Ramadhani, Mji Mwema na Njombe mjini ambazo zinahudumiwa na NJUWASA wanasema hali ilikuwa mbaya, lakini kukamilika kwa miradi hiyo kuna kwenda kuwa mwarobaini, huku pia wakisema wanakwenda kuelimisha wananchi kuhusu athari za shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo. Changamoto ilikuwa kubwa sana. Vyanzo vilivyo vingi vilikuwa havitoi maji. Mahitaji ni milioni 10, lakini kunapatikana lita milioni 3 na point kidogo, ambazo hata robo kama theluthi hivi ya mahitaji ya wananchi. Kwa hiyo adha ilikuwa kubwa sana. Tumefanikiwa kupita katika miradi ambayo inatekelezwa na tumejifunza kwa kiasi kikubwa, tofauti ambavyo tungekuwa tumekaa tu huko. Ukiacha miradi ya maji safi, ziara hiyo imeufikia pia mradi wa maji taka wenye thamani ya bilioni 1.2 unaotekelezwa na kampuni ya Niko Africa, na hapa mhandisi Deogras Mkwama kutoka NJUWASA na Sorandus Mwagama wanaeleza manufaa. Mabwawa yatakayojengwa hapa yatakuwa mabwawa 4, na mabwawa 4 haya sio kwamba tutakuwa tunahifadhi uchafu kwenye bwawa moja. Uchafu utakuwa unapitia hatua tofauti. Kwenye bwawa la mwisho tutakuwa tunaona maji ambayo ni masafi kabisa, ambayo sasa tunaweza tukayaruhusu yakaendelea na mto. Sema nishukuru mipango ya serikali kwa kubuni huu mradi kwa ajili ya maji taka na baadaye yawe safi kwa maelezo ya wataalamu. Niseme kwa mji wa Njombe, kwanza tulikuwa na hilo eneo la kupeleka maji taka, eneo la Njosi, lakini ile eneo lilikuwa nadhani halikuwa rafiki sana. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.